Naitwa Veronica Joseph Maisha na ishi Maina Tambukareli, kata ya Butimba, wilaya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Mimi ulemavu huu nilipata 2007. Jinsi ambavyo nilianza kuumwa mpaka kufikia hapa, niliamka tu asubuhi nikawa nahisi kama kichomi kwenye nyonga hapa kwenye mguu wa kushoto, lakini ilikuwa sio sana. Hiyo siku nikashinda tu vizuri. Kesho yake nilipoamka kwenda shule asubuhi, nikawa sasa najisikia maumivu zaidi. Hata ule uwezo wa kutembea peke yangu nikawa kama nashindwa. Kwa hiyo nikatafuta tu kafimbo, nikatembelea kawaida tu kama maumivu. Nikaenda shule, nilivorudi nikawa nahisi homa, lakini nikashinda hivyo nacheza tu. Kesho yake nilipoamka asubuhi sikuweza kuamka, maana nilikuwa nahisi homa kali sana. Kwa hiyo wakanibeba wakanipeleka hospitali Butimba. Pale hospitali nikakaa kama wiki 2. Nikipimwa na homa ila hauonekani ugonjwa unaonisumbua. Nikatolewa pale Butimba wakanipeleka Seketule. Seketule tena nimekaa kama wiki 2. Baada ya kuwa nimetolewa Seketule tena nikapelekwa Bugando nikafanywa vipimo. Baada ya kufanywa vipimo nikaambiwa kuwa na polio. Kwa tayari huu mguu kao umeshajikunja na huu mguu mmoja umenyooka tu. Kwa nikaendelea hivyo na mazoezi na maombi. Mwisho wa siku ndo nikaweza kutembea mpaka hivi nilipofikia. Lakini hii shida ya ulemavu imenisababisha kutokufikia baadhi ya vitu ambavyo nilihitaji kuvipata. Mimi kutokana na madaktari walisema ugonjwa huu umesababishwa kutokana na ukosefu wa chanjo. Kwa mimi na washauri wazazi wawapeleke watoto wao kupata chanjo ambayo itawasaidia kuepukana na hii changamoto ya kuwa walemavu. Mimi na washauri wazazi wengi tarehe 24 mpaka tarehe 27 wajitokeze kwa wingi kuwapeleka watoto kupewa hiyo chanjo ya kuzuia polio. Hiyo tarehe 24 mpaka tarehe 27 mwezi wa 3 2026. Watoto watakapopatiwa hizo chanjo itakuwa ni sio rahisi wao kupata ulemavu kwa ajili ya polio. Kwa hiyo itakuwa ni sababu kubwa ya kusaidia watoto wawe vizuri. Mimi binafsi na washauri watu wengi ambao tayari wana changamoto ya ulemavu kwamba wanaweza wakafanya majukumu yao na kufanya chochote wanachohisi kuweza kufanya kama watu wengine ambao sio wenye ulemavu. Kwa hiyo wasiogope. Mimi kwa ushauri wangu, wazazi wachangamkie fursa hiyo siku ya tarehe 24 mpaka tarehe 27. Wawalete watoto kwa wingi ili wapate hizo chanjo kuzuia wasije wakapata ulemavu. Mtoto mwenye afya njema leo ni taifa imara la kesho.